zilizofungwa. Wako watu wengi ambao unatembea kwenye mbingu zimefungwa. Huna habari, mambo hayaendi. Lakini wewe siku zote unasema Mungu anajua. Anajua nini? Anajua ndio kwamba mbingu zako zimefungwa. Sio kazi yake kuzifungua, ni wewe. Yako mambo unatakiwa kufanya au kuacha ili mbingu zifunguke. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo unatembea katika ukame. Mbingu zikifungwa, hata mvua za baraka, mvua za kawaida kwa ajili ya mazao yako zinakuwa hazipo. Yes. Kwa hiyo unapita kwenye kunyauka na kukauka kiroho na kimwili. Umebakiza, Bwana Yesu asifiwe. Yes. Umebakiza lugha ya roho. Hamna kitu, mbingu zako ziko wazi wewe. Yaani unanenaje lugha ya roho wakati mbingu zimefungwa? Yes. Unatakiwa ukasirike. Yes. Halo. Hello. Halo. Hello. Useme hapana. Mbingu lazima ziwe wazi kwenye maisha. Amen. Mwana wa Mungu, sijui unapitia nini, lakini inawezekana unatembea kwenye mbingu zilizofungwa. Tusome katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 23. Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 23. Na mbingu zako zilizo juu ya kichwa chako, na mbingu zako zilizo juu ya kichwa chako zitakuwa shaba. Zitakuwa shaba. Je, shaba inapitisha mvua? Hapana. Je, shaba utapitisha umeme? Hapana. Halo. Hello. Kwa hiyo mbingu yako itakuwa shaba. Yako mambo yatatendeka kwenye maisha yako kwa sababu mbingu hairuhusu chochote kupenya. Yes. Na mbingu yako itakuwa shaba. Na nchi iliyo chini yako itakuwa nchi iliyoko chini yako itakuwa nini? Chuma. Kwa hiyo ukilima chuma kinazaa nini hapo? Ukipanda chochote wengine watavuna, wewe utavuna. Yes. Wewe ni hasara tu. Hata ukilima matembele nyumbani kwako hayafanyi kazi. Yes. Wengine yanashamiri, wewe kwako ni chuma. Yes. Ukifanya biashara kwenye hiyo ardhi hauwezi kupata kitu. Kwa sababu ni chuma. Yes. Unatembea kwenye mbingu ya namna gani? Je, mbingu yako imefungwa au iko wazi? Kama mbingu yako imefungwa, ni lazima ufanye kazi ya kuifungua hiyo mbingu. Amen. Lazima yako mambo unatakiwa ufanye ili mbingu yako iwe wazi. Amen. Hata ukiwa kiroho, lakini yako mambo ambayo umeyafanya, mbingu yako itafungwa. Yes. Halo. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu tusome Kumbukumbu la Torati, tuanzie ule mstari wa 14. Mstari wa 14, soma ule mstari wa 14. Msipokengeuka katika maneno waniwaamuruyo leo, msipokengeuka katika maneno niwaamuruyo leo, kwa lolote, kwenda mkono wa kuume wala wa kushoto, kwa kwenda mkono wa kuume au wa kushoto, kwa kuifuata miungu mingine na kwa kuifuata miungu mingine. Wana Mungu, unaweza ukawa umeokoka lakini unafuata miungu mingine. Yes. Yuko mtu mmoja nilikuwa nampa kazi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo nilipokuwa nampa kazi, aliyemleta kwangu akaniambia ameokoka. Nikamwambia I don't care. Yaani sijali anasema ameokoka. Yes. Nikamwambia mimi naangalia matendo yake. Yes. Kwa hiyo wako wengi wanasema ni Wakristo, wanasema wameokoka. Lakini ukiangalia mambo wanayoyatenda sio ya Ukristo. Yesu yuko mdomoni tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimeokoka naelekea mbinguni. Huku una mizigo ya dhambi. Yes.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikamwambia mimi mambo ya kuniambia ameokoka sijui matendo. Hata kama hajaokoka lakini ana matendo mengi. Nitafanya naye kazi. Yes. Yuko mwingine nitafanya naye kazi. Naye anasema ameokoka. Nikaambiwa anamtukana mama yake matusi ya roho. Nikasema mimi nafanyaje na kae zinaenda? Kama anamtukana mama yake aliyemzaa, mimi atanifanya nini? Haikupita muda mamake kamata peleka polisi ndani. Miezi kadhaa. Fungua kesi mahakama. Matusi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini alikuwa anasema ameokoka. Alipokuja kutafuta kazi. Huyo mtu mpaka sasa fikiria yeye anatembea kwenye mbingu iliyofungwa. Kwa hiyo kusema kwako unasali Ebeneza au unasali kanisa lolote kwamba umeokoka, kwamba wewe ni Mkristo, matendo yako yakoje? Yes. Hayo ndio yanafunga mbingu yako. Mambo yako ya kimwili na kiroho yaendi. Endelea rudia hapo mstari wa 14 Kumbukumbu la Torati 28. Msipokengeuka katika maneno ni waamuruyo leo kwa lolote. Ndio. Kwenda mkono wa kuume wala wa kushoto. Kwa kuifuata miungu mingine na kuitumikia. Mstari wa 15. Ndio. Lakini itakuwa usipotaka kuisikiza sauti ya Bwana Mungu wako, usipotaka kuisikiliza sauti ya Bwana Mungu wako, usiangalie kufanya maagizo yake yote na usiangalie kufanya maagizo yake yote ni kuagizazo hivi leo, ni kuagizayo ndipo zitakapokujia laana hizi zote na kukupata. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pamoja na mbingu inafungwa juu ya maisha yako. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui nikuambie nini mwana. Yako mambo unaweza kuyaona madogo kwenye maisha yako. Kuna wengine wamekata tamaa. Kweli. Kukata tamaa tu tayari unayaruhusu mabaya. Unaruhusu mbingu zifungwe. Yes. Umekata tamaa na maisha kwa sababu ya shida zote. Ninaona hata Mungu mwenyewe hayupo. Kweli. Maana angekuwepo sasa ningekuwa ninapita hivi. Mbingu lazima zifunge kwenye maisha. Yes. Ni kitu gani kimekukatisha tamaa? Umekata tamaa kwa hiyo huna imani tena. Uamini kama Mungu yuko na anaweza. Yes. Lazima mbingu yako ifungwe. Yes. Unatembea kwenye mbingu ambazo ni shaba. Kwa hiyo maombi yako hayana majibu. Utaomba miaka hadi miaka. No answers. Yes. Wewe wanajibiwa, wewe hujibiwi. Sio kwamba shetani aliyekamata kwako ni mkubwa sana, hapana. Aliyekamata kwa wengine na kwako ni yule yule. Yes. Lakini wewe mbingu zimefungwa. Yaani Mungu ni kama hasikii. Yes. Anasema kwa hiyo wewe acha omba funga, lakini huwezi, mbingu zimefungwa. Kufunga kwako hakutasaidia kama mbingu bado hazijafunguka. Kweli. Kuomba kwako hakutasaidia kwa sababu mbingu zimefungwa. Yes. Ni chuma. Bwana kwamba hili tatizo hebu niingie kwenye maombi, naamini Mungu atafanya. Yes. Hata ungeombewa na mtumishi mara 100. Kama una imani ni kazi bure. Yes. Mbingu yako imefungwa. Yes. Kila akikuombea upati majibu. Sikize jirani yako, mwambie badilika. Badilika. Mwambie tena badilika. Badilika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni lazima mbingu zako zifungwe. Maana umelaaniwa. Yes. Wewe sio mtii. Nasema dhambi ya kutokutii ni sawa na nini? Na uchawi au upagani.
kwa mtu, mjaoga mtu, lakini umemloga kwa kuwa kutoka mtii. Humtii Mungu. Hata wazazi wako huwatii na wanakuambia mambo mazuri tu. Huku unasema Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe katika nini wewe? Kwa unatembea kwenye mbingu ambazo zimefungwa, upati chochote. Yes. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kazi haiendi, biashara sijui nikwambie nini mwana Mungu. Ni nini kinafanya mbingu zako zinafungwa na wewe unasema mbingu zako zitakuwa nini? Shuma na shaba na ardhi. Bwana Mungu, unatakiwa kumwambia Roho Mtakatifu akukague. Amen. Kuna kitu gani ambacho ninashindwa kukiacha? Kinaniharibia maisha. Mbingu zangu zimefungwa wakati wote. Yes. Muombe Mungu neema ya kukiacha. Amen. Kwamba mimi sina imani. Wanafunzi wa Yesu wakamwambia, Bwana tuongezee imani. Muombe Mungu niongezee imani. Yes. Imani yangu ni haba, siamini vitu vingi. Haya magumu niliyopita au ninayopita yananifanya nisiamini kwamba Mungu anatenda. Yes. Na kwa sababu hiyo, jambo la kwanza, siombi magumu yatoke, naomba uniongezee imani. Amen. Niombe. Naomba Mungu unipe kukuamini zaidi ya ninavyokuamini. Amen. Kwamba katika magumu, katika moto, nijue nitatoka nikiwa salama. Amen. Ndipo mbingu zako zitatoka kuwa chuma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Zitakuwa wazi. Kabla ya hapo mbingu zako haziwezi kuwa wazi. Yes. Unajua wana Mungu, kuna wakati mwingine nilishawafundisha, Biblia inasema asiyewatunza wa nyumbani mwake ameikana imani. Kwa kwa zani mimi naamini Mungu, majini yanaamini na kutetemeka. Wewe unatetemeka wewe mbele za Bwana wewe. Tukikwambia tuombe hata kufumba macho na uombe. Unaangalia. Unataka tukusikie yule anaomba nini, yule hivi ndio kilichokuleta kanisani. Wewe Mkristo gani wewe? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umeshaangalia wengine wanavyoomba kwenye miungu yao? Sio kwamba labda unaomba unatembea ili usije ukaanguka. Umesimama tu. Unaona shida. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo yako mambo Mungu anakuona kama una mizaha. Zaburi 1 anakwambia usikae barazani pa wenye mizaha. Wewe mizaha yako unaleta kanisani. Sio umekaa nao umekuja nayo kanisani. Yaani wewe ni mizaha tu. Uko kanisani tunamwabudu Mungu hapa, tujende kumwabudu mwanadamu. Lakini unaleta mizaha ndani ya kanisa. Amen. Lakini kama wewe umemfanya Mungu afunge mbingu zako, ni tofauti. Bwana Mungu na pepo limefunga, si mchawi, si Freemason. Kwa sababu ukimpiga yule kwa maombi anaachilia. Na ingia kwenye maombi ya vita, unapiga, mbingu inafunguka. Lakini kama ni Mungu amefunga mbingu sawa sawa na neno lake, unatakiwa uache kile unachokifanya. Kilichomfanya Mungu afunge mbingu zako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu soma tena katika hiyo Kutoka. Tuendelee, ulikuwa mstari wa 16. Tuone mambo mengine ambayo yatafanyika baada ya
wewe mbingu zako kuwa zimefungwa. Mstari 16. 28:16 nafikiri kwa tumefika. Utalaaniwa mjini, utalaaniwa na mashambani. Ndio maana ardhi yako itakuwa chuma. Kwa hiyo wewe unalaana wewe. Na aliyekulaani sio shetani, ni Mungu amekulaani. Utalaaniwa wewe. Sio na shetani, na Mungu mwenyewe. Kwa kuna watu ambao wanafikiri ni shetani, kumbe wanatembea kwenye laana ya Mungu. Ndio maana mbingu zao zimefungwa. Hamna kinachoenda kwenye maisha. Ni kwa kung'ang'ana sana. Mtu mmoja wiki moja au iliyopita au mbili akanipigia simu akaniambia, mama, huku wanatumaliza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Shetani anawamaliza. Mbingu zimefungwa. Watu wanakufa tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wanakufa tu. Jumapili ile nyingine, huyo mtu amezidiwa, mpelekwa hospitali, imeshirikana wakampeleka kwenye maombi. Akatafuta simu ya watu walioko kule. Simu haikupatikana. Ili tuniombe tu hapa kanisani. Simu haikupatikana. Paka yule mtu akafa. Mbingu zimefunga. Mbingu zikifunga wakati mwingine sio shetani tu amefunga. Mbingu zimefunga. Hakuna chochote kinatakiwa kunyesha kwako. Hakuna kinachotakiwa kuingia kwako kilichochema. Baada ya kufa yule mtu, akanipigia, yule mtu amekufa. Nikamuombea, nenda. Akaenda. Nikamwambia, unapokwenda kule, watubishe hiyo familia yako. Akaenda kule wakati wa msiba, akajaribu wale waliokubali, akawatubisha waliokubali, wengine wakagoma. Hapo wanazika, huyo ni mtu wa pili. Ndani ya mwezi wa 9 nafikiri wa 10. Wa 9 na wa 10 na wa 11. Ndani ya miezi miwili. Halo. Mwambie jirani yako, mbingu zikifungwa unaweza kupita kwenye magumu mazito sana. Ndani ya miezi miwili unafiwa na watu wawili. Ndugu zako wa karibu, wadogo zako, wa tumbo moja, baba mmoja, mama mmoja. Wanakufa. Sio wanakufa wanaumwa, wanakufa wanauawa. Kwa sababu yuko mtu katika familia ameamua kwenda kutoa kafara ndugu zake ili yeye atajirike. Ametenda dhambi. Na wengine wanaendelea na madhambi mengine. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nakurudisha pale kwenye dhambi inavyoweza kufunga mbingu yako. Alivyokuwa kwenye msiba, pepo zikapanda kwa mmoja wa ndugu yake. Ikawa inatakiwa wako kwenye msiba wazike mtu wa tatu mwingine pale. Akawa anatakiwa afe mdogo wake mwingine. Amepoteza fahamu, macho yanatoka na koroma, yani ni kufa.
Akapata akili, akasema ngoja nipige Arusha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alipokuwa yeye yuko kule, kwa sababu yeye anampenda Mungu, anamwamini Mungu, mbingu zikafunguka kule kwenye ardhi ya baba yake. Amen. Alipopiga simu ikaingia. Na ilivyoingia hapo hapo nikaipokea. Wala haikuita mara 2 au 3, mara moja tu. Niko nayo simu na nikapokea. Nasikia kwa jina la Yesu. Mama, amepata kiwewe. Mnakijua kiwewe, kitwetu si kiwewe. Si unajua mtu anataka kufa. Anatapatapa. Shetani akawa anataka sasa ili avuruge. Sasa anapiga tu kelele, mimi sielewi nini kinaendelea. Najua kuna shida nini, lakini Mungu ni wa utaratibu. Mwambie jirani yako, Mungu ni wa utaratibu. Wewe Mungu wa utaratibu. Acha mambo yako. Umenipigia simu, si umeona kwamba hapa naenda kwa wale wa juu zaidi. Funga mdomo wako wewe. Paka nikwambie omba. Funga mdomo. Anaomba ya hapo na wachawi nao wanaojifanya wanaomba, kila mtu pale ni baka. Si hela chochote. Wala yule mgonjwa hawezi kujisikia ile sauti. Kamfokea nikamwambia nyamaza kimya wewe. Tunataka tufungue mbingu, nyewe mnapiga kelele hapo. Kana nyamaza kimya. Washuhudi. Akanyamaza kimya. Akawaambia wote wanyamaze kimya kwa ukali. Maana ilikuwa ni fujo. Sasa shetani anatumia hiyo nafasi ili wewe ukiomba yasisikike yale maombi ya vurugu. Kama mko mnataka kuomba mnaweza, si mngeomba sasa, mbona tunaje funguka? Nataka nini sasa? Wewe daktari ni wa ngazi ya chini. Unapima malaria, unatibu malaria. Sasa huyu mgonjwa ana shida ya kupasuliwa kichwa. Mwache surgeon wa kichwa afanye kazi yake. Si kila mtu alipewa. Ndani kitu cha kwenye familia. Sema si wamekuja wenyewe? Yes. Wamekuja wenyewe. Haijalishi ni mmoja wenu kwenye familia, amekuja mwenyewe. Kutafuta utajiri. Akaingia maagano. Zikiwa zimefungwa. Huwezi kuzuia vyovyote. Huwezi kufungua hivi hivi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akafunguka. Akawa vizuri. Haya, nikamwambia nyinyi kama mtaki Yesu, takufa mpaka mkome. Yaani mpaka nyumba ibaki tupu inaanguka yenyewe. Sasa mtaki Yesu. Yes. Sasa chagueni mumtake Yesu. Ambao wako tayari haya wasimamie hapo. Wapige magoti na wanyanyue mikono yao juu waseme Yesu ni Bwana. Haleluya! Amen. Karibu watu 15 wakapiga magoti. Wakatubu, wanaume kwa wanawake. Nikamwambia kuanzia leo, kwa sababu kila mtu anakaa eneo lake, mtafute makanisa ya kiroho. Tafuteni kanisa ya kiroho lenye Yesu wa kweli. Nenda mkasali. Baada ya hapo akaendelea vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mpaka leo. Nimekaa tena wiki. Wamefanya mambo yao, akaingiliwa mwingine. Wanataka nao kumchukua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtoto. Baada ya kumshindwa yule mama, wakaenda kwa mtoto wake. Ananipigia simu naye. Yanga liko wazi, lakini nipigia simu na ipata. Hakuna kitu kinachozuia tena nisipatikane. Akanipata. Mama, mtoto mapepo yamelipuka, nini? Nikamwambia sasa, na niko na nikasema okay, ngoja nimuombe. Na muombea, nasikia roho ananiambia kuna mtu naye anaomba. Lakini anaomba kwa kitu kingine. Mungu mwingine. Nikanyamaza.
Yaani mimi naomba alafu mwingine anafunga mbingu. Nikamwambia wewe, mwambie huyu anayeomba nyamaze kimya. Sisi tunaomba kwa jina la Yesu, na kama mmeamua kuomba kwa miungu ya kwenu, nenda mkaombe kwa miungu ya kwenu. Usinipotezee muda. Kwa sababu unapokuwa mbingu zimefungwa, unasikia kabisa kuna ukuta unazuia maombi yako yasipenye. Kwa hiyo nasikia ukuta, maombi hayapenyi kwa yule mtoto afunguke. Mbingu zimefungwa. Wamemkaribisha jirani. Jirani anaongea kwa kitu chake. Na anaombea mtoto, kamuuliza wewe ni Mkristo, wewe umeokoka, wewe umekutubisha nini? Sasa unaruhusuje watu wanaoabudu vitu vingine, miungu mingine, waje wanamuombea mtoto wao? Wakati mwingine tumeruhusu mbingu zetu zifungwe, hatupati kitu kwa sababu tumejihusianisha na miungu mingine. Tunaabudu miungu mingine, tumeitesa kwenye familia zetu. Wewe kila dini wanakuja kwako kusali, wanasali nini nyumbani kwako? Na kuuliza wewe, Kristo, wewe sio taifa. Taifa lina dini zote. Nyumbani kwako ni dini yako wewe. Nchi kama nchi ina dini zote. Lakini tunapokuja nyumbani kwangu, kitakachokuwa kinaabudiwa pale ni Mungu ninayemwabudu mimi. Wewe unaruhusuje watu wanaoabudu kitu ambacho ukijui wala ukiamini, wanakuja kwako wanasalisha vitu vyao? Ni mtumishi na mjua anaabudu nani wewe? Na kuuliza mwana wa Mungu. Wakati mwingine mbingu imefungwa kwa sababu uliabudu miungu. Umeileta miungu nyumbani kwako. Umeenda kwenye madhabahu zenye miungu. Kwa hiyo Mungu akikuangalia wewe unaabudu miungu. Ni miungu gani umeileta inakufanya mbingu zifungwe? Mimi niwaambie wana wa Mungu, mimi nikiendaga mahali, yaani wewe sali unachokisali, lakini at the same time na mimi nasali cha kwangu. Yaani usifikirie nimekuja imani kwako, Bwana Yesu natakasa, na mimi mwenyewe natakasa hicho chakula. Hayo wewe unanitakasia, najua Mungu wako unayemwabudu wewe. Jana umetoka kwa waganga alafu leo unajifanyia na mtakasa kwa jina la Yesu. Wewe takasa kwa jina unalonijua mimi, natakasa kwa sababu Yesu wangu ninamwamini. Mungu wangu namwamini. Najua yeye ndiye muumba mbingu na nchi. Najua yeye ndiye mwanzo na mwisho. Yeye ndiye wa kuabudiwa. Kwa hiyo wewe sali kwa vyovyote unavyosali, but also na mimi naomba. Lakini wewe ukienda unasubiria tikite jirani yako, mwambie badilika. Ili mbingu zako zifunguke. Baada ya kunyamazisha hiyo miungu mingine iliyokuwa hapo, yule mtoto ndiko akafunguka. Amen. Ikamwambia mtoto, hata kama ana tatizo, haturuhusu kila mtu kumuombea. Hata kama kuna shida, usimruhusu kila mtu kugusa mtoto wako anamuombea. Unaamini anamwamini nani, anaomba kwa Mungu yupi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwani walio waganga na wachawi hawasemi Yesu jamani? Wanasema. Lakini wanaloga. Lakini mafrimaso ndio. Na kwenye makanisa wanaingia. Ndio. Ndipo yule mtoto akafunguka. Ni miungu gani umeikaribisha kuonyesha ambayo inafunga mbingu yako, inakufanya uishi kwenye ukame wa kiroho na wa kimwili? Umekaukiwa kabisa, imani hakuna, huamini chochote. Yuko mtu mmoja nikamwambia, wewe
Anapiga niombe. Nikamwambia wewe. Yaani wewe kila siku unapiga pepo leo, siku 2 umekaa vizuri, nini inaenda siku 3. Nikamwambia imani una. Kwa hiyo ni kama vile unatembelea kale kaneema kangu kwa siku chache. Wewe mwenyewe huna chochote. Huna uwezo wa kumwambia shetani yako mpaka kieleweke. Haijalishi nini mimi naendelea nasonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka niombewe. Huna imani kwamba Mungu anaweza kutenda hata kabla hujaomba. Unaweza na wewe kuomba, mbingu ziko wazi. Kila ombaye ufanye nini? Upokee. Kama uko vizuri, kwa nini ukiomba usipokee? Imani yote imeondolewa. Cha kwanza muombe Mungu akuongezee imani. Amen. Wengine imani yao ni kuzunguka tu. Yaani wewe nuru hujawahi kuiona miaka yote hii. Yaani baada unazunguka tu semina, sijui nini. Niko Morogoro, nimesikia kuna mtumishi amekuja. Niko Mwanza. Niko Sibariadi. Hivi wewe Mungu analiacha kwanza. Mpaka wakati wake akisema sasa wewe ninavyokuona sasa ili nafungua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wako ambao wanapita kwenye mbingu zilizofungwa, lakini yuko mtu anapita kwenye tatizo fulani kwa sababu ya kujaribiwa tu. Ni vitu viwili tofauti. Halo. Anayepita kwenye mbingu zilizofungwa unaambiwa mbingu yake ni shaba. Hebu endelea kusoma hapo mstari wa 10 ngapi? Tuendelee tupate hizo nani zingine. Mstari wa 17 nisome. 18. Sawa. Utalaniwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako. Na maongeo ya ng'ombe wako na wadogo wa kondoo zako. Utalaniwa wingi yako, utalaniwa na utokapo. Yaani ukiingia ukitoka, ng'ombe hamna kuzaa, kuku wote watakufa, kila kitu yani hakuna. Bwana atakuletea laana na mashaka na kukemea katika yote uyatiaye mkono wako kuyafanya, hata uangamie na kupotea kwa upesi kwa ule uovu wa matendo yako. Kwa ajili ya ule uovu wa matendo yako mbingu zinafunga. Kile utakachokitia mkono wako kinaharibika. Yaani hata kama mtu biashara yake ilikuwa inaenda vizuri, akikuingiza wewe kwenye hiyo biashara inakufa. Kwa sababu ni mtu ambaye mbingu zimefungwa. Kwa hiyo ukikaa kwenye biashara yako unawali. Haoni chochote tena. Umeshakutana na vitu kama hivi. Umemuingiza tu nyumbani kwako, maisha yanakuwa magumu nyumbani kwako. Mnaanza kukosa chakula wakati mlikuwa mkosa chakula. Wana wa Mungu sijui ni kwa nini. Mbingu zikiwa wazi unampa Mungu ultimatum. Musa akamwambia Mungu, yaani kama hutawasamehe wana wa Israeli, nifunge kwenye kitabu chako. Mungu aliwasamehe, aliwasamehe. Aliwasamehe. Ni kwa sababu Musa mbingu zake zilikuwa wazi. Kwa hiyo una uwezo wa kumwambia Mungu na mambo hayo mawili. Au jambo hili moja. Au haya mawili, chagua kati ya hili na hili. Chagua na hili leo ijulikane. Chagua kati ya mambo moja. Amen. Utaona Mungu anatenda na chagua moja wapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini ni mpaka mbingu ziwe wazi kwa maisha. Wana wa Mungu, tusibaki tumeokoka tu. Tuna Bwana asifiwe kwenye midomo yetu. Lakini mbingu zetu zimefungwa. Yako mambo una uwezo ya kuyatamkia na yale mambo yanaenda kubadilika. Amen. Tamka jambo kwenye ndoa yako, kwenye familia yako, kwenye biashara, kwenye kazi. Amen. Tamka jambo. Amen.
mbingu zikiwa wazi, lile jambo linatendeka. Ina maana unapata majibu ya maombi yako. Yes. Endelea kusoma mwana wa Mungu. Ndio. 22. Ndio. 21. Bwana atakuambatanisha na tauni hata utakapokwisha kukuondoa katika nchi uingiayo kwa kuimiliki. Bwana atakupiga kwa kifua kikuu na kwa homa na kwa kuwashwa na kwa hari ya moto na kwa upanga na kwa ukaufu na kwa koga, navyo vitakufukuza hata uangamie. Zitakuwa shaba na nchi iliyo chini yako itakuwa chuma. Akanipigia simu, yuko Arusha, yuko njia kila siku. Leo anawashwa mwili, kesho anatetekuanga, kesho kutwa kuna majibu, akikaa kidogo typhoid, akikaa kidogo na corona. Hey! Nikamwambia wewe, nikamwambia no, haya sio majaribu. Nikamwambia haya sio majaribu. Mbingu zako zimefungwa, huna imani. Kwa hiyo unachezewa kama mpira wa kona, unapigwa kama punching box. Piga huku, piga kule, piga kule. Ngambia wewe, usinitanie, huna imani. Tubu tena, tubisha upya. Nikamwambia shida yako kubwa wewe ni wanaume. Mwambie Israeli kosa lao. Wakati mwingine mtu mueleze tu shida yako, nikamwambia wewe shida yako ni wanaume wewe, nakuchunguza. Au tuwi. Kwa hiyo hicho ndio kinakusumbua. Mbingu zinafungwa juu yako kwa sababu ya uzinzi au uasherati. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo mbingu zinafungwa, yale mabaya yote yanakuja. Hakuna upendo. Pesa ikiingia haionekani baada ya siku chache. Huna kitu. Ili unatakiwa ukae mkavu. Ardhi ni chuma, mbingu ni shaba. Kwa hiyo mvua isinyeshe ya baraka kwenye maisha yako. Iwe ya kiroho au ya kimwili. Kiroho mayero, kimwili mayero. Hamna kitu. Bwana Yesu asifiwe. Endelea kusoma. Ndio. Mstari wa 24. Bwana atafanya mvua ya nchi yako iwe vumbi na mchanga. Inakuwa vumbi na mchanga. Sasa kwenye mchanga unavuna nini wandugu? Hamna kuvuna. Hamna kuvuna. Wakati wenzio wanavuna, unajua wako watu wanamwamini Mungu sana. Hii wakati mwingine naona kama sisi tunacheza. Kweli. Kuna watu wanaamini vibaya sana. Siku moja mtu ananipigia simu kutoka ana mashamba yake Morogoro. Akanipigia simu akasema, naomba tumishi wa Mungu niombee. Mpunga wangu unanyauka kwa sababu mvua hakuna miezi sasa. Hata ardhi iliyokuwa tayari na unyevunyevu tayari imekauka. Kwa hiyo mwaka huu bila huyu Mungu na hasara kubwa. Nikapiga maombi. Nikamwambia Bwana Yesu, nikatamka, nafungua hilo hanga. Nafungua mvua. Baada ya maombi, hazikupita dakika 10. Namaliza maombi, nimekaa kidogo, ananipigia nasema limeanza wingu zito la hatari. Amen. Akasema watu wananiuliza wewe, maana wakati wa huo vibabu wake wako pale. Wakamwambia ni mganga gani uliyetupiga huko, kwa mganga yupi wewe? Wanaamini ni mganga. Kumbe anamtafuta Yesu. Na anaamini na Mungu alitenda. Mvua likanyesha kabidi wakimbie. Yaani mvua ilinyesha na hatari. Hilo ni mvua lililonyesha na liliendelea kunyesha, lilipofika wakati ambao inatakiwa mvua iishe, ikaisha. Mpunga ukaenda, akavuna zaidi ya magunia 300. Bwana Yesu asifiwe.
Amen. Ana imani. Haleluya. Amen. Anasema ukiwa na imani hata kidogo, ina uwezo wa kuhamisha milima. Yes. Na wakati mwingine shetani analeta vitu ili usiwe na imani, kukupunguzia ile imani. Huwa unaangalia tu yale yanayokuzunguka badala ya kumwangalia yeye aliye juu. Yes. Wana wa Mungu, kwenye jambo lolote mwangalie yeye aliye juu. Amen. Usiangalie biashara bali angalia yeye aliye juu. Amen. Amini, anaweza. Amen. Anaweza kukutoa kwenye shida ulionayo. Amen. Anaweza kukupumzisha kwenye tatizo lililoko kwenye maisha. Amen. Sijui nikwambieje mwana wa Mungu. Halo. Halo. Hello. Mbingu zikiwa wazi, yako mambo tutayaona ya kushangaza. Mtu mwingine nikamwambia, una imani wewe? Imani maneno. Hivi sasa kama wachawi wanaweza kuja nyumbani kwako wanacheza ngoma kwenye nyumba yako, hivyo wewe una imani wewe? Unamwamini Mungu wewe? Yaani waje sebuleni kwako wanapiga mindendelele yao. Wako uchi wa mnyama wanacheza sebuleni kwako kwenye makochi. Tufia. Na waje wakione. Wanadamu sio Mungu. Yes. Mwangalie jirani yako kama ananielewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hivi anaondoka mwenyewe. Akikuangalia hivi anapita mkono wa kushoto. Ndio. Hata kukutana na wewe wanaogopa. Halo. Hello. Kuna mtu mmoja amekuja nyumbani kwangu, nikamwambia kesho tunaenda kanisani. Machozi yalimtoka. Alilia. Si mimi nitaenda Jumapili ijayo. Sasa unanipakia nyumba yangu wewe unipakie. Nimewafundisha wiki iliyopita kuwa meneja. Nikasema tu hapa. Not in my house. Go and nenda kapangishe chumba huko. Yes. Au kacheki ya kwako. Ndio. Ujitawale kwako lakini sio nyumbani kwako. Kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kama mnaona kila ni kanisa. Yes. Usiniletee habari za kwamba mimi kama ni hata mimi huwa najisikia vibaya. Kwa shetani anataka kutumia aingie pale kwangu. Kwa kumtumia yeye eti nimruhusu akae nyumbani. Na kumrusuje nyumbani kwangu mimi nimeondoka. Mimi mkurugenzi wa familia yangu. Nataka nifunge mlango. Wewe unabakije? Unabakije wewe? Bwana Mungu, tusikubali watu wanaotaka kufunga mbingu zetu kwenye maisha yetu. Amen. Jiadhabu. Ametoka wapi? Mwambie baba, hapa nyumbani kwetu sisi huwa tunaenda kanisani. Karibu twende kanisani. Yes. Mbebe mlipie na mbebe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mshangilie Yesu kwa makofi na vigelegele. Soma tena, tuendelee hapo. Ndio. Mstari wa 24. Bwana atafanya mvua ya nchi yako iwe vumbi na mchanga. Itakujilia juu yako kutoka mbinguni hata uangamie. Bwana atakufanya upigwe mbele ya adui zako. Yaani wewe kila siku maadui wanakushinda. Yaani ukiona maadui wanakushinda. Jua mbingu zimefunguka. You just enjoy. Yes. Mimi nikawa na tabasamu. Baada ya kesho yake kutwa yake. Unajua kile kitu kimekuwa hivi na hivi. Moyoni nacheka. Haleluya! Amen. Haleluya! Amen. Don't try that. Na hasa kinapokuwa kimeniuma kwenye moyo. Kama ni kawaida.
kitu kama kimeniumiza moyo wangu, alafu nikatamka lazima. Mbingu ziko wazi. It must happen. Basi wiki Mungu akaingia akapangua kila kitu. Kikakaa. Nini kinakusumbua? Hakikisha mbingu zako ziko wazi. Yes. Utaona. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utaona tofauti. Mbingu zikiwa wazi. Amen. Watapambana na wewe lakini kukushinda hawawezi. Yes. Wanakuja kwa njia moja, wanaleta hili lakini linatoka kwa njia nyingine. Amen. Unabaki ukasema kwa kweli Yesu ni Bwana. Amen. Kwa sababu mbingu zako ziko wazi. Tuendelee tumalizie hapo ndio. 25. Bwana atakufanya upigwe mbele ya adui zako. Utawatokea juu yao kwa njia moja, lakini utakimbia mbele yao kwa njia 7. Badala ya wao kukimbia, wewe ndio unakimbia. Yes. Mimi sitaki kazi, naiacha hii kazi, ninaacha hii kazi. Utaiacha mwenyewe. Maana wamekutandika. Sitaki tena hii kazi. Hapa jaibili, wewe unaacha kazi na kujapata kazi. Kama hujatandikwa na adui. Tunaacha kazi wakati tumepata kazi nyingine. Yes. Tunaacha biashara hii wakati tumeanzisha biashara. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kwamba umepigwa wewe ndio unatawanyika. Utaikimbia hata nyumba yako mwenyewe. Kweli. Wanakutandika mpaka unaichukia nyumba yako, unaondoka mwenyewe. Wewe kochi ninunue mwenyewe alafu unifanye nichukie nyumba yangu, tufiaka. Mungu nazi. Amen. Uitaki ukiingia nyumbani kwako unaona umechanganyika, utaki kukaa kwenye ile nyumba. Mbingu zimefungwa wewe. Maadui wamekupiga. Wanakutawala. Utoke kwenye nyumba yako uende ukapange. Yes. Chumba kimoja. Hawajakutawanya. Anakutawanya. Toka kwenye bonge la nyumba kubwa unaenda kwenye chumba cha kupanga. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Wakati nyumba Mungu alikupa ili ukae wewe. Kanisa asifiwe. Amen. Usikubali mbingu zifungwe juu yako. Yes. Tikize jirani yako, mwambie mbingu zisifungwe juu yako. Mbingu zisifungwe juu yako. Tuendelee hapo. Nawe utatupa huko na huko katika falme zote za dunia. Yaani unahangaika. Leo Kijenge, kesho Kutoa Mwanama, kesho nyingine huko Bushono, unaenda Tenderu, unahamia Usa Garamtoni. Yaani wewe ni kubadilisha hizo nyumba utafikia umezijenga. Yaani wewe unataka kubadilisha nyumba ya kupanga wewe. Mungu akikuangalia una akili wewe. Wewe kaza hapa pabaya pa. Nyumba ina choo kizuri, nyumba choo, ukishaona choo safi nini? Basi kaa utafute maisha yako afu uende kwenye nyumba yako. Ujenge jinsi unavyotaka. Yes. Mbingu imefungwa juu yako. Umetawanywa wewe. Mtu ana miaka 2 Arusha lakini ameshakaa maeneo yote ya Arusha. Na akimaliza miaka 2 anataka kuhama. Nini anahamia mkoa mwingine. Akienda kule tena mimi naona huko akakafanya. Hebu niende Dar es Salaam. Kwani ukienda Dar ndio kuna maisha zaidi. Na joto la Dar na wewe mweupe sana ndio unaoenda kuharibika. Kwa jua la Dar es Salaam na joto la. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kwa sababu ametawanywa, akienda kila mkoa anaona hapana, anatafuta mkoa mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana. Amen. Mbingu zikifungwa wana wa Mungu utahangaika sana. Yes. Na huko anapokwenda hakuna anachopata kwa sababu bado mbingu zimefungwa. Endelea tumalizie hapo. Na mzoga wako utakuwa chakula cha ndege wote wa angani. Yaani muda wa kupumzika. Wanasiaga alikufanya, alikufa kwa maji, sijui kwa ajali, hata mwili wake haukutambulika. Kwa sababu mbingu zimefungwa juu ya maisha yako. Yes. Wana wa Mungu tukatae mbingu kufungwa juu ya maisha. Amen. Ukiona dalili, shughulikia mbingu yako. Yes. Na wanyama wote wa duniani pasiwe na mtu wa kuwafukuza. Bwana atakupiga kwa majipu ya Misri na kwa bawasiri na kwa pele na kwa kujikuna ambayo hupati kupoa.
Bwana atakupiga kwa wazimu na kwa upofu na kwa uomboazi la moyo. Yaani matatizo yote yanakuja kwako. Ndio ule mfano niliowapa kila siku, yeye mara hiki mara kile mara kile. Yaani mbingu zimefungwa. Kila kitu kinakuja kwako. Kila ugonjwa wewe ni wa kwako. Kataa kwa jina la Yesu. Kataa kwa jina la Yesu. Kataa kwa jina la Yesu. Mbingu zimefungwa kwenye maisha. Amen. Anapigwa kwa chochote kile. Kinakuja. Yes. Mshale unaorushwa. Akiingia tu Arusha leo, amepata chumba cha kupanga mwili eti. Yaani siku hiyo hiyo wachawi wako nyumbani kwake. Siku hiyo nani? Anachapa za wachawi. Wenzie tunachapa za Yesu Kristo. Amen. Anachapa za wachawi. Kwa hiyo akiingia tu kwenye mji, mbingu yake imefungwa na chapa za wachawi. Wanasema jamani, kaja chakula yetu, wa kucheza naye. Wanakubeba, unaenda kufanya kazi kwa unawawenda kiti chao kigoda. Unakaa hivyo, wanakukalia. Wanafanya vikao. Ukiamka kiuno, wewe mtoto mdogo, kiuno kinatoka wapi? Mgongo unatoka wapi wewe? Miaka 50 una wewe. Halo. Mbingu zimefungwa. Yes. Malizia hapo. Mtafika mstari ngapi? Mstari 29. Twende. Utakwenda kwa kupapasa mchana kama apapasavyo vipofu gizani. Utaenda kwa kupapasa. Yaani wewe uvioni vitu. Wenzio wanaona fursa, wewe uzioni. Unafanya biashara ya nguo, watu wako wanauza nguo jumla bei rahisi, wewe uzioni, unaziona za gari. Ili kwenye nguo moja upate ka 1500. Mpaka ukifika 500 utafika lini mahali wewe? Vingi. Halo. Mbingu imefungwa. Kwa hiyo unapapasa tu. Hakuna straight line. Yes. Hakuna jambo linaenda limenyooka. Halo. Ni msusi ni nini unapapasa? Una saluni unapapasa. Yes. Kila ukimtengeneza nywele kwa sababu unapapasa ni kipofu wewe. Akienda tu atamwambia nywele gani hizi? Chingapi? 10,000. 15,000 hizi wewe bwana kupeleka wa 10,000 wewe. Tena anasuka vizuri kuliko huyu. Kwa sababu unapapasa wewe ni kipofu. Uone kile unachokifanya na wale watu hawakioni. Yes. Ni mbingu zimefungwa. Ukiwa umelaaniwa, mbingu zimefungwa juu yako. Tukataa kulaaniwa na Mungu kwa sababu ya kutofanya maagizo ya Mungu, ya kutokumtii Mungu, ya kutokuacha dhambi. Yuko mtu mmoja kwa nimesafiri kama tunaongea. Bwana, watu wanazidi eti. Sasa inakuwaje? Kama mwanaume muuni, sina mimi basi nitoke niende tu. Bwana Yesu asifiwe. Anashindana. Sasa mbingu zinafungwa za nani? Inawezekana za huyo mumeo au mkeo zisafungwa siku nyingi. Yes. Kwa hiyo unazifanya na za kwako zifungwe. Kwa sababu unataka kushindana kwa ajili ya dhambi. Ndio unataka kushindana na mtu. Unajui lini yeye atatubu na atapata neema gani? Je, wewe neema usipoipata ya mtu ukafa ndani ya dhambi? Kwa nini uriski kwa ajili ya mtu fulani unashindana naye? For what? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ni lazima wana wa Mungu tujilinde ili mbingu zetu ziwe wazi. Amen. Kwa hiyo shetani anachohakikisha atataka mbingu zako zifungwe kwenye chochote kwa sababu ya jambo lolote ambalo unamkosea Mungu. Yes. Ili mbingu zikifungwa, yeye ana uhalali 500%. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wangapi wananielewa mpaka hapo? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapo paache kwanza, twende kwenye Wafalme wa kwanza
8 mstari wa 33 mpaka 37. Wafalme wa kwanza 8 mstari wa 33. Ikiwa watu wako Israeli wamepigwa mbele ya adui zao kwa sababu wamekukosa wewe. Hapo ikiwa Waisraeli wamepigwa na adui zao kwa sababu wamemfanya nini? Wamekukosa wewe. Wamemkosea Mungu. Yes. Kwa hiyo wakati mwingine unapigwa, unatawala. Shetani anapata uhalali kwa sababu umemkosea. Halo. Wakati mwingine umemkosea Mungu. Na wakati mwingine sio tu Mungu umemkosea, kuna wanadamu umewakosea. Anasema unanipendaje mimi usinioniona wakati unipendi hilo neno? Wewe unaweza kusema Mungu labda ndio nimekosea. Kumbe kuna wanadamu umewakosea. Haleluya. Amen. Kuna mabaya umewatendea. Mambo ambayo sio ya kiutu, mambo mazito. Yes. Ukatembea kwenye mbingu iliyofungwa. Unaweza kukuta mtu, unaweza ukadhani ana maisha. Ukimcheki unafikiria ana maisha, kumbe hana maisha. Hana maisha kwa sababu kuna watu wamewakosea. Anaingiza kwenye mifuko iliyotoboka. Unategemea ukienda kwake, ukifika unakuta chakula kitu na box. Vitu vimetandaza. Ukienda unasema jamani nimekumbuka hata afadhali kaugani kabali nyumbani kwangu. Halo. Mbingu zimefungwa. Yaani hadi kula kwake ni kwa shida. Kuna mtu mmoja nikamwambia wewe kama Mungu amekupa maisha hivi, mimi nikaamua nikanunua kasoda kangu nikanywa kabaridi, naambia kanatoa jasho, au kajisi kangu nikanywa kabaridi, Mungu bado amenipa nafasi ya kukanywa hapo kajisi. Kwa nini sikanywe? Lakini kama unatembea kwenye mbingu iliyofungwa, hiyo bisi utakaa wewe. Utakaa wewe. Hiyo nguo nzuri msawahi kitenge nipeleke nishone magelo. Halo. Mbingu zimefungwa juu ya maisha. Wana Mungu tusikubali mbingu zifungwe. Maana utatembea watu wote wanakuona huyu hamna kitu. Ana biashara kubwa. Ana biashara kubwa huyu. Halo. Kwa sababu mbingu ikifungwa kwako hata nuru una. Unapauka unakuwa kama jivu. Watu wakikuangalia wanasema mbona wakijivu huyu? Weusi ni mzuri. Lakini sasa mbona sio weusi huyu ukijivu hivi? Mafuta yaingie. Mbingu zimefungwa. Yes. Lakini wenzio mbingu zilizokuwa wazi, hata hajapaka mafuta anang'aa. Amen. Ule utukufu wa Bwana unamfunika. Amen. Ile neema ya Bwana inamfunika. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unapaka wanja ukai mama. Lipstick haikai eti. Sasa unaye domo likoje? Hapana. Mbingu zimefungwa. Ndio. Juu yake. Yes. Haleluya. Nimepanga miaka 10, 20, wewe unapanga wewe nini wewe? Mwambie Bwana hapana. Mbingu yangu kama wazi lazima hata nipate kawanja nijenge chumba kimoja. Ndio. Halo. Mbingu zikifungwa hakuna kinachoenda kwa Mungu. Yes.
Unaweza ukawa unabadilisha shuti, lakini tukija nyumbani kwako tunakuta vikombe vyako vyenyewe vya plastiki. Vinalia kokororo na vile vya chuma. Mnavikumbuka vile ni glasi vya chuma vile. Eti visivunje. Watu wataki glasi za kioo wanaweka vile vya chuma. Kinalia vya bati. Ndio umevibaja hata nyumbani kwako. Tunajua mbingu imefungwa wewe. Wewe mavyombo yako unaokota zagara wewe. Wewe usiwe na vyombo vya maana vya kulia chakula. Sema fire! Leo mbingu zako ziwe wazi wewe. Watu wakija wajue mbingu ziko wazi. Watu wajue unaye Yesu. Haleluya! Watu watamani kuwa kama wewe. Watu wanatamani kwenda kuwa mafrimason baada ya kutamani kuwa kama sisi. Wakiingia kwetu kwanza waone upako. Na ile neema. Halo. Mwangalie jirani yako, mwambie kutoe plastiki wewe nyumbani kwako. Tupende plastiki. Alafu mwingine ana sahani nzuri anaweka eti za wageni. Yaani wewe unawaheshimu wageni kuliko wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe unalia vyombo vya plastiki, alafu eti mgeni akija unampa chombo cha. Naye aliye ninacholia kama ni plastiki basi naye aliye plastiki. Ndio. Kama unavyokulia wewe mwenyewe. Mbingu yako iko wazi wewe. Kama vikipasuka unaenda unanunua tena. Haleluya! Wewe unataka mpaka babu aikute hiyo. Sahani mpaka babu aikute. Magodoro yenyewe wanasema hili mpaka babu mimi siyataki. Alinunua babu analalia mbingu. Mpaka kalengwe ukakizazi cha nne kanakuta godoro. Hilo godoro ulimi. Badilisha magodoro nyumbani yako. Mbingu yako ziko wazi. Kila baada ya miaka 5, miaka 10 unabadilisha magodoro. Sema fire! Mbingu yako iko wazi wewe. Ikiwa imefungwa ndio unapata shida. Bwana Yesu asifiwe. Endelea kusoma. 33 kwenda 34. 33. Ikiwa watu wako Israeli wamepigwa mbele ya adui zao, kwa sababu wamekugusa wewe, kama wakirejea tena kwako na kulikiri jina lako, wakikuomba na kukusihi katika nyumba hii, basi usikie huko mbinguni, ukawachie watu wako Israeli dhambi yao, ukawarejeze tena katika nchi uliowapa baba zao. Ni maombi yangu kwamba baada ya leo unajua ulimkosea Mungu. Utakaposimama na kumuomba Mungu akusamehe, Mungu anaenda kukusamehe dhambi yako. Amen. Mungu anaenda kufungua upya mbingu yako. Amen. Mungu anaenda kufungua mbingu zako. Haleluya! Mungu anaenda kufungua mbingu yako. Tuendelee 35 mpaka 37. Ikiwa mbingu zimefungwa hata hakuna mvua, kwa sababu wamekukosa wewe, kama wakiomba wakikabili mahali hapa na kulikiri jina lako na kuiacha dhambi yao wakati ule utakapowatesa, basi usikie huko mbinguni, ukaisamea dhambi ya watumwa wako na ya watu wako Israeli, unapowafundisha njia iliyo njema iwapasayo kuiendea, ukanyeshe mvua juu ya nchi yako uliowapa watu wako iwe urithi wao. Ikiwa nchi imeingia njaa au tauni au ukosefu wa mvua au ukungu au nzige au panzi, ikiwa adui wamewahusuru katika nchi ya mji yao, au ukiwapo msiba wowote au uwele wowote, maombi yoyote au dua yoyote ikifanywa na mtu awaye yote au na watu wako Israeli wote pamoja, watakaojua kila mtu maradhi ya moyo wake na kuikunjua mikono yake kuielekea nyumba hii, basi hapo Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inawezekana mvua imekosekana, hakuna baraka kwenye maisha yako, kwenye biashara, kwenye kazi. Yes. Leo ukimuomba Mungu, mbingu zako zinaenda kufunguka. Amen. Na vile vile tunamuomba Mungu kwa ajili ya nchi yetu ya Tanzania. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwamba mbingu kama zimefungwa juu ya Tanzania. Yes. Mbingu zifunguke. Amen. Amani tuliyoizoea iendelee kuwepo. Amen. Amani ndani ya Tanzania iendelee kuwepo. Amen. Mapigano na vifo visiwepo milele. Amen. Haleluya.
tumemkosea Mungu kwa namna moja nyingine. Na yakaruhusiwa mabaya kuja kwetu. Tumwambie Bwana, iwe ni mwisho. Mbingu ziwe wazi. Amani itawale Tanzania. Amani sio kwa ya kawaida iweze kutawala kwenye nchi yetu.